Kilicho na mwanzo lazima kina mwisho. Tunazungumzia nini? Tunazungumzia kikosi cha Kenya Under 20 ambao wanafahamika kama Rising Stars. Hii ni baada ya kutoka sare ya magoli 2-2 wakicheza na kikosi kizima kutoka kule Nigeria. Hii ilikuwa fufu versus ugali, lakini tuliona kikosi kile cha kocha Salim Babu na Anthony Akudia waliweza kufanya vizuri. Jinsi tu awali tumeshinda tukizungumzia kikosi chetu cha taifa, wanatamaa ya kufunga magoli, lakini safu ya ulinzi inalala sana darasani. Ukiangalia siku hiyo ya jana, wakati ambapo timu ya taifa ilikuwa inacheza mechi yao ya mwisho ya kundi, waliweza kufanya vyema, lakini ukiangalia pia licha ya kocha hawa wawili kubadilisha kikosi, zaidi ya wachezaji 5 waliweza kukaa nje kwa timu ile ya taifa ya Rising Stars na kuleta wachezaji wengine. Kuna wale ambao walionyesha umahiri, waliweza kuonyesha ubora wao, kisha baadaye yote 9-10 ni kuwa waliweza kubanduliwa kupitia ile sare ya magoli 2-2. Yule kiungo mkabaji utamzungumzia ambaye anafahamika kama Calvin Wangaya, ambaye alikuwa mchezaji bora wa mechi siku hiyo ya jana. Pia naye aliweza kuonesha ubora wake katika mchezo huo, lakini mimi kile ambacho nazungumzia pakubwa sana, au makosa yangu ambaye niliweza kuyaona makubwa zaidi, ni kuwa yale marekebisho. Kuna wale wachezaji walitemwa kwa timu hii ya taifa ya Rising Stars ambao walikuwa wamekaa pamoja kwa kipindi cha muda mrefu. Ukiangalia wakati ambapo timu hii ya taifa ya Rising Stars, wakati ambapo walikuwa wanacheza yale mashindano ya Sekafa Under 18 katika upande ule wa Kisumu sawia na Kakamega mwaka 2023, kuna wale wachezaji ambao hawakujumuishwa katika kikosi hiki ambacho kilienda kule Egypt kushiriki mashindano haya ya Africa Cup of Nations Under 20, na pia baadhi ya wale wachezaji pia waliweza kucheza pale Tanzania Arusha kwa yale mashindano ya Sekafa Under 20 ambayo yalikuwa yanafanyika mwaka uliopita. Kwa hivyo mimi naona kuna wale wachezaji ambao walibakishwa, ama wale wachezaji ambao hawakujumuishwa kwenye kikosi hiki ambao walikuwa wamekaa pamoja. Tukianza na mlinda lango, ukimwangalia mlinda lango Ibrahim Wanzala, huu ni mchezaji ambaye ni mlinda lango ambaye anazungumza, akiona mabeki wanafanya makosa atazungumza. Si ati nasema yule Oduor hakuwa anazungumza, lakini ukilinganisha goalkeeper Ibrahim Wanzala na Oduor, unaangalia huyu ni goalkeeper ambaye amecheza na hawa mabeki kwa kipindi cha muda mrefu, anawajua, anajua jinsi ambavyo ya kuzungumza nao, anajua kuwakosoa na mambo mengi zaidi. Alafu pia kile ambacho pia tunaweza sema mkufunzi Salim Babu sawia na Anthony Akudia walikosa zile nguvu za mchezaji. Kama ukiangalia huu mchezaji Aroko hajakuwa anaanza mechi nyingi, ama hajaanza mechi yote katika haya mashindano, amekuwa akiingia kama mchezaji ambaye ametoka kwenye benchi. Kwa hivyo pia huduma zake zilikosa pale, na pia ukiangalia wengi wamesema kuwa safu ya ulinzi ya Rising Stars imekuwa inafanya makosa makubwa zaidi. Kwa nini? Ukiangalia pia ile central midfielder Wangaya ndio ameonyesha ubora wake, Wangaya amecheza vizuri, lakini mimi naweza sema kuwa Wangaya alikosa central ama defensive midfielder kama yule Wilson ambaye amekuwa mchezaji kutokea akademia ya Kariobangi Sharks, kisha baadaye akienda kule upande wa Sweden. Ukiangalia Wilson jinsi ambavyo amekuwa akicheza, huu ni mchezaji Stanley Wilson amekuwa ni mchezaji ambaye amekuwa anafanya vyema pale katikati, amekuwa ni mchezaji ambaye anakuja pia kusaidia wale mabeki pale nyuma. Kwa hivyo wale mabeki wakifanya makosa, kuna zile vitu ambazo Stanley Wilson alikuwa anakuja kusaidia wale mabeki. Alafu mwisho kile ambacho pia kimeaffect timu yetu ya taifa, hawa wachezaji wanafanya makosa, na yale makosa hawataki kuyarekebisha kwa haraka. Manake wangekuwa wanarekebisha yale makosa yao kwa haraka. Ukiangalia yule Byron Ochieng ameweza kusababisha matuta ya penalty 2 kwenye haya mashindano ambayo tumecheza kule Egypt, na
ukiangalia yule beki ambaye ni nahodha utamuita Amos Wanjala, pia naye pia tunaweza sema amekuwa akifanya yale makosa madogo madogo ambayo yamekuwa yanasababishia timu yetu ya taifa kufanya ni kufungwa. Lakini hawa wachezaji ni wachanga, kila ambacho wanastahili kufanya sasa ni kuketi chini kwenda kuangalia makosa yote ambayo waliweza kuyafanya na waweze kuyarekebisha, manake mashindano kama haya yatazidi kuchezwa. Huenda pia yale mashindano ya Sekafa Under 21 yatakuwa yanaandaliwa tena kwa siku za usoni, labda hawa wachezaji ndio wale ambao watakuwa wanajumuishwa. Lakini kocha Anthony Ahulia, kocha Salim Babu, pia wao kuweza kufikisha timu ya taifa kwenye haya mashindano kwa muda wa kipindi for a very long time wamefika kule, kuna yale mambo ambayo wamejifunza. Ukiangalia pia safu ya ushambulizi ya Rising Stars, hapo hatuwezi kuwakosoa zaidi, manake wao kila mechi wamekuwa wanahakikisha kuwa timu ya taifa inapata magoli, si goli tu peke yake, manake wamekuwa wanafunga magoli kila baada ya mechi. Kwa hivyo kuna yale mengi ambayo timu ya taifa imejifunza, kuna yale mengi ambayo wakufunzi wamejifunza sawia na shirikisho kwenye haya mashindano ya Africa Cup of Nations Under 20. Labda siku za usoni yale makosa yatakuwa yanafanya nini, yanarekebishwa. Lakini kwa timu ya taifa pia tunasema hongera sana kwa wachezaji wote ambao walienda kule kutuwakilisha. Wale ambao hawakupata nafasi za kucheza pia bado tunasema hongera sana kwao kwa kuweza kwenda kuwakilisha nchi yetu ya Kenya. Kwa majina ni Ambunya Kingsley Brian na haya ni makala ya recap ndani ya Pulse Sports Kenya. Kama huja subscribe, nyingia ndani uweze kusubscribe na ufinye ile notification bell, utakuwa unapata matukio yote ya sporti hapa ndani ya Pulse Sport. Mpenzi mtazamaji, fika pale kwa comment section utuambie makosa ya timu yetu ya taifa ya Rising Stars yalikuwa wapi. Unamlaumu mkufunzi, unalaumu wachezaji au unalaumu shirikisho? Fika hapa ndani ya comment section utuambie hisia zako wewe. Unaona timu yetu ya taifa makosa yalikuwa wapi?